Kumezuka mjadala mkubwa katika kikosi cha Young Africans. Licha ya timu inapata matokeo mazuri, lakini bado watu wana wasiwasi mkubwa kuhusiana na sajili ambazo zimeendelea kufanyika ndani ya kikosi hiko mwanzo wa msimu mpaka dirisha dogo. Wanasema kwamba sajili zinazofanyika bado kuna wachezaji wa Yanga ambao ni wazawa, mfano Farid Musa, Shua Boy, wanaweza kuingia katika kikosi cha kwanza cha Yanga hiki cha sasa hivi na wakafanya vizuri, tofauti na watu kuwapa majina makubwa wachezaji kama kina Alan Okelo, kina Buba Jame, kina Mohamed Damalo ambao pengine viwango vyao ni vya kawaida kulinganisha na hao wachezaji wazawa. Kwako Funga Meza, unakubaliana na kauli hizi ambazo zinazuka hivi sasa? Of course kila mtu ana mtazamo na kila mtu ana haki ya kutoa maoni kwa kile ambacho kinaonekana, kwa sababu mpira umekuwa ni mchezo ambao kila mtu anaofahamu vizuri, na ubaya unachezwa hadharani. Kila mtu anaona kwamba kama huyu anaonesha kitu bora ama huyu haoneshi kitu bora. So far ukijaribu kufuatilia utagundua kwamba of course kuna nyakati wachezaji wazao hawapewi ile thamani ambao wamekuwa wakipewa wachezaji wa kigeni, na hii imekuwa ni too much kwa Tanzania. Tanzania tumekuwa ni watu ambao tumekuwa tukiwa promo zaidi wachezaji ambao wanatoka nje ya Tanzania kwa kiasi kikubwa. Kuna nyakati pia tunaona kuna quality zinapotea, zinaangamia kwa sababu sisi wenyewe kama Watanzania tumekuwa hatuzipi support kubwa. Tunaamini zaidi kwenye dola kuliko kwenye shilingi, kitu ambacho binafsi nadhani ukijaribu kuangalia kwenye kikosi cha Yanga, of course kuna namna ambavyo unaona kabisa kuna magepo ambayo kuna wachezaji wanapata nafasi lakini hawana hadhi hiyo ya kupata hiyo nafasi. Kwa hiyo hiko ambacho kinazungumzwa it's okay, ni sahihi. Kuna wachezaji ambao huenda wangepata nafasi na wangevumiliwa kiasi kikubwa na wangekuwa napewa muda mwingi wa kucheza, huenda viwango vyao pia vingekuwa bora na wangeendelea kuimarika na wangesaidia timu kuliko kwenda kufanya sajili kwa gharama kubwa. Lakini ukijaribu kuangalia namna ambavyo wamekuwa kiproduce hizo sajili haziendani na uhalisia, haziendani na kile ambacho kinaitwa kwamba ni standard ya kucheza ndani ya Young Africans. Na hili ambalo linalotokea sasa hivi wachezaji wetu wazao kutopata nafasi hususan katika kikosi cha Young Africans inatokana na mashabiki wenyewe pengine kupeleka shinikizo kutajwa la wachezaji wa kigeni, viongozi ama benchi la ufundi wao wanaamini zaidi pengine kusajiliwa kwa wachezaji wa kigeni kuliko wa wazao? Nadhani mpira wa Tanzania tuna ushamba kidogo. Tuna ushamba ambao binafsi naweza kusema kwamba tunaamini zaidi wachezaji wa kigeni kuliko wachezaji wetu wa ndani. Of course kuna X factors ambazo zinatoka kutoka kwa wachezaji wa kigeni tumeshuhudia. Kuna quality ambazo ziko, hata mchezaji mwenyewe mzawa akikaa kwenye benchi akiona mchezaji wa kigeni anaanza analizika kwamba yes, pale kuna kitu kikubwa. Mtu kama Pacome akiwa kwenye ubora wake, mfano kwenye kocha ya Young Africans, hamna mtu ambaye anaweza akasema kwamba kwa nini anaanza Pacome, kwa nini asianze fulani, kwa sababu ya ubora. Kwa hiyo mimi binafsi ni miongoni mwa watu ambao naamini zaidi mchezaji anapaswa kucheza kwa sababu ya ubora ambao yuko nao, sio kwa sababu ya utanzania wake, sio kwa sababu ya ugeni wake. Anapaswa kucheza kulingana na ubora, na mimi binafsi naamini kwa Young Africans kuna wachezaji ambao kama wangepewa muda, wangekuwa wanapata game time ya kutosha, wangekuwa ni miongoni mwa wachezaji bora kabisa. Mtu kama Shahani, unaona namna ambavyo ni potential, umri mdogo, ubora mkubwa, uwezo wa kupiga mbali na kadhalika. Lakini kiacha hivyo tunazungumzia hapa kina Farid Musa Maliki, miongoni mwa talent ambao kimsingi tulikuwa nao katika nchi yetu ya Tanzania, kupata nafasi pa kucheza katika maabara ya wenzetu ambao wameendelea Hispania pale amefika huko. Sio mchezaji wa daraja la kawaida, utagundua kwamba ni mchezaji ambaye alideserve kucheza. So far mimi nadhani kuna nyakati pia tunapaswa kuwa na mtazamo chanya kwa wachezaji wetu wa kizao, kwa sababu hawa ni wa kwetu na tunapaswa pia kuwa support, kwa sababu mimi naamini kama hii support ambao tumekuwa tukiwapa zaidi wachezaji ambao wanatoka nje ya Tanzania, kama tungekuwa tunawapa wachezaji wetu wa kizao, maybe huenda tungekuwa na numbers kubwa wachezaji wenye ubora mkubwa ambao kiasi kwamba tukikaa leo hii tungekuwa tunawasifia. Lakini sasa hivi ukijaribu kutaja wachezaji wenye sifa kubwa katika ligi kuu soka Tanzania bara, unaweza kukuta mchezaji mzao labda mmoja, labda Faisal peke yake. Lakini ukijaribu kuangalia hususan wachezaji ambao wanacheza katika eneo la mbele kwa kiasi kikubwa, utawataja hao kina Pacome, kina Chama, kina nani. Lakini ukijaribu kufuatilia sio wa Tanzania, unamaanisha kwamba sisi wa Tanzania hatuna wachezaji ambao kama tunaweza kuwapa nafasi wakawa na huo ubora kubwa. Sisi hatuwapi nafasi ya kutosha, sisi hatuwapi uaminifu wa kutosha wachezaji wa kizawa. Ndio maana hata wao wenyewe wanashindwa kufikia katika level ambazo sisi tunatamani pia kuwaona. Kufunga mjadala, Funga Meza, kwamba ni wazi
nafasi ya Farid Musa katika kikosi cha Yanga ipo, lakini pia nafasi ya Sure Boy kuanza katika kikosi cha Young Africans ipo. Siwezi kusema ipo kwa sababu ili mchezaji aanze direct inaitakiwa kuna vitu vinapaswa kuzingatiwa, hususan matakwa mengi ya kiufundi, na mwenye hayo mamlaka ni kocha Pedro. Kwa mtazamo wa kawaida unahisi kwamba yes, kwa maana namna ambavyo tunamfahamu Sure Boy toka yupo kwenye kikosi cha Azam FC, miongoni mwa wachezaji talent kweli, bora kwenye kupiga pasi, ana bora kwenye kukaba, mnyumburifu katikati ya uwanja, unaamini kwamba ni mchezaji talent. Lakini pia tukumbuke kwamba Sure Boy pia na umri pia unafanyaje, unasogea, kwa hiyo huwezi kusema kwamba moja kwa moja anastahili. Lakini mimi binafsi natamani kumuona akipata nafasi mtu kama Farid Musa Malik, miongoni mwa left foot magician, miongoni mwa wachezaji ambao yes, miongoni mwa wachezaji ambao binafsi naweza kusema kwamba tumebarikiwa ni Farid Musa Malik. Ni mchezaji ambaye anaweza akacheza nafasi nyingi kwenye kiwanja, lakini ukiacha hivyo ni miongoni mwa wachezaji ambao binafsi na wahusudu amekuwa na kiwango bora kwa nyakati tofauti na nidhamu na uzoefu kiasi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.